Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hiyo sehemu ambayo kidogo na ndio umetakiwa ni parudie ni kwamba inaelezea kama itakuwa labda nilipita haraka pengine sasa au hapajafahamika vizuri, ni kwamba kifupi tunaingia hapo kad aradtu an aquma li hadha alkitab. Sheikh anasema rahimahullah ta'ala, nikienda hichi kipande taratibu kwamba nimekusudia kusimamia hichi kitabu kwa kukiweka, kwa hiyo bi'amalin, kwa jambo ambalo atakarabu bihi lahu. Maana yake kukiweka kitabu hichi au kukisimamia na kukiandika ni kwamba ni kazi ambayo ni wasila na jikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo faraitu fi awwal al-amri, kwa mwanzoni kabisa nikaona an utamima, nikamilishe maqasura fihi min al-bahth, vile ambavyo ndani yake vimekuja kwa ufupi katika upande wa uchambuzi. Kwa fa ubayyin ikhtilaf an-nahwiyin, nipate kubainisha ikhtilaf za wanachuoni wa istidlalatihim, na vile vile pia istidlal zao, manake istishhad, dalili zao ambazo wamezitumia katika masala ya kinahwu. Thumma nadhartu, kisha nikatazama, fa idha dhalika yakhruju bil kitabi an asli al-gharad minhu, kwamba hilo likawa linakitoa kitabu kutoka katika asli ya lengo. Maana yake kama nikifanya hivyo, basi maana yake kitabu kitakuwa kimerefushwa sana, na ni kwamba Sheikh alikuwa hataki hivyo kuingia zaidi. Wakad yakunu al-itnabu ba'ithan ala al-izwirar, na huenda vile vile pia ikawa itnab kule kurefusha. Al-itnab ni kinyume cha al-ijaz. Nadhani kwa wale ambao watakuwa wamesoma balagha hiyo iko sawa. Al-itnab ni kule kuleta maneno kwa urefu pamoja na kwa maana yake ni fupi. Ijaz ni kutumia maneno mafupi lakini maana yake ni ndefu. Maana yake ina faida tena wakati huo, kwa sababu ikiwa umefupisha alafu hakuna faida, wakati huo haitoitwa katika upande wa ijaz. Yataingia masala mengine kule, ima ni masala ikhlal. Kwa hiyo kwa wale ambao wamesoma balagha masala hayo hapo. Kwa hiyo akasema kwamba wakati yakunu litnabu ba'ithan, itnabu ikawa ni kupelekea al-izwirar, juu ya kule kuleta mgongano. Wa nahnu fi zamanin, na hapo Sheikh anaelezea kwamba udhuru mpaka akawa yeye hakurefusha maneno ni kwamba anasema wa nahnu fi zamanin, sisi tupo katika zama ambazo aqallu ma fihi min abin, uchache wa dosari ndogo au aibu ndogo ambayo inapatikana katika hizi zama zetu, annaka la tajidu raghiban fi ulumi al-arabi, kwa maana wewe hutokuta mtu mwenye kuipenda elimu ya Kiarabu kama elimu ya lugha hii, illa fil qalili nadiri, isipokuwa ni wachache sana, ndo maana yake. Kwa hiyo anasema kwamba uchache wa aibu ndogo, manake katika hizi zama zetu zipo dosari nyingi, lakini tuchukue tu hii aibu ndogo tu katika hizi zama zetu, ni kwamba watu wanakimbia elimu za lugha ya Kiarabu, na hili maana yake tunalishuhudia katika zama zetu hizi tulizokuwa nazo. Na ndio maana unakuta baadhi ya watu wengine, mtu anaingia katika masaili mfano ya kisheria, lakini kasahau kwamba nyumba siku zote huwa inatengenezwa kwa kupitia misingi. Umeona? Kwa hiyo hii maana yake uwezi ukafahamu masaili ya kisheria kama haujaingia katika misingi yake, ambapo miongoni mwa misingi hiyo ni kufahamu lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo maana yake wingi kama tunavyoona, na hii iko wazi, tunashuhudia kwamba wengi wanakimbia elimu ya lugha, na hili liko wazi. Na ndio maana Sheikh akasema kwamba dosari ndogo tu iliyopo katika zama zetu chukue, zipo nyingi, lakini hii nayo ni katika dosari, kwamba watu wanakimbia elimu ya lugha ya Kiarabu. Kwa ndo anasema annaka la tajidu, kwamba hutokuta raghiban fi ulumi al-arabia, wale wanaoipenda elimu ya Kiarabu isipokuwa ni wachache sana. Na tunajua kama tulivyosema kwamba misingi ndio inayoangaliwa, na pia vile vile pia mti siku zote hauwezi kusimama isipokuwa kwa mashina. Matawi ya kwake ni makelele tu. Maana yake nini? Tunakusudia kwamba mti unategemea mashina chini, ambayo ndio misingi. Kwa ni sawa na kusema kwamba masaili utakosoma katika sheria lazima yawe yanategemea misingi ambayo itakuwa imefuatishiwa na misingi ya lugha ya Kiarabu. Ndio maana ukiingia katika fununi zile
utakuta unaelekezwa katika adawati, basi lazima uwe unafahamu lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo matawi yako ni makelele, kwa maana matawi yanaweza kupigwa na upepo, kama ni mti yakawa yanatingishika matawi, lakini mti unategemea mashina chini, hautegemei matawi. Matawi yako ni makelele tu, hayana kitu. Lakini tukija chini kwenye mti wenyewe, maana yake tutakuta kwamba una shina ndio ambalo limeshikilia ule mti. Almuhim, liannahum qaumun, ndio anaelezea kwa sababu hao wanawachuoni waliopita, sio zama zetu hizi. Anaelezea hao waliopita, mabwana wakubwa. Qaumun, walikuwa ni watu ambao dhahabat madaniyatuhum, tayari umji wao au miji yao tayari imeshaondoka. Na hii anaunga mkono kauli ya yule aliyosema kwamba kuna kauli fulani, beti fulani inasema kwamba dhahaba an-nas wa mata al-kamal wa saha sarfu ad-dahr aina ar-rijal, kwa maana watu wameshaondoka waliokuwa kama ile dhahaba ahlud duthuri bil ujuri, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallam. Kwa dhahaba an-nas wa mata al-kamal, na ukamilifu ukafa, wa saha sarfu ad-dahr, na kubadilika kwa zama, zikaja zama zetu hizi mbovu, zikapiga kelele zama, aina ar-rijal, wako wapi waliokuwa ni wakubwa waliokuwa wametangulia. Kwa hiyo hii inaonekana kwamba wao wale walikuwa wametangulia kwa sababu juhudi zao zilikuwa ni kubwa mno. Ni tofauti na katika zama zetu hizi, na kwa zama ambazo ndani yake kuna uvivu katika masaili, kama alivyoelezea shekhe. Wadalat daulatuhum, na dola zao, maana yake serikali zao zikawa tayari zishazunguka, kwa maana anakusudia hivyo kwamba dola zao zikawa zimeondoka, kwa sababu kama ukisoma katika upande wa tarehe utakuta kwamba miji mingi kama alivyoelezea, asbahatil ghalabatu lighairi, kisha ushindi baadaye ukawa na watu wengine. Miji mingi asili yake iliyokuwa imetangulia, kuna wanachuoni wakubwa, ilikuwa ni miji ambayo ndani yake kulikuwa na Waislamu, na ndio walipotoka wanachuoni wakubwa kama Ureno, mfano Kurtuba, ndio walipotoka Imamu al-Qurtubi. Ukija al-Andalus, Ibn Malik, huko kuna wanachuoni wengi wametoka katika sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo unakuta kwamba asbahatil ghalaba lighairi, na ushindi ukani watu wengine. Na hii inaungana beti ya Abul Baqai Rundi ambaye alizungumza likulli shay'in idha matama nuqsan fala yagharru bi tibil aishi insan, kisha mwishoni akasema, baada ya kulalamika kuhusiana miji, fas'al Valencia ma sha'anu Mursiya wa aina Shatiba am aina Jayyan wa aina Kurtuba darul ulumi fakam min alimin kad sama lahu shan wa aina Himsun wa ma tahwihi min nuzahin wa nahruha al-'adbu fayyadun wa matan bil amsi kanu mulukan fi manazilihim wal yawma fi daril kufri abidan. Kwa hiyo ukiangalia hii silsila yote nzima, analalamika miji ambayo ilikuwa ni Waislamu na sasa hivi imechukuliwa na makafiri, ndio wanaitawala. Na ndio hichi ambacho kakigusia hapa. Nadhani hapo itakuwa maneno yatakuwa yako sawa na itakuwa yamevumbuka, kama itakuwa kuna sehemu labda alikuwa maana amejificha. Faktafaitu bima la budda minhu, kwa hiyo nikatosheka. Shekhe anasema kwa kile ambacho hakina budi tu, kwa sababu anasema kwamba hasbul kiladati ma ahata al-unuka, inatosha tu kidani kiwe kinazungusha shingo, kwa maana kikifika kwenye miguu kitakuwa sio tena kidani. Kwa hiyo maana yake wakati huo kitakuwa kimetosheleza kiasi ambacho Sheikh ambacho amekitumia katika kitabu chake min I'rabi Abiyat Alfia, katika kuirabia beti za Alfia wa sharh shawahidi, na kuweka sharh katika upande wa hizi shahidi ambazo amezitumia sharhan wasatan, ambayo kati na kati sharh hiyo baina al-ikhtisari wal ishab, hakufupisha sana na wala vile vile pia hakufanya ishab, maana itnab hakurefusha sana. Wa bayani baadhi mabahith, na vile vile pia kubainisha baadhi ya vipengele alati ambavyo ashara ilayha sharih, walivyoashiria yeye mweka sharia, au aghfalaha, au ambavyo alighafilika batatan, moja kwa moja, fi ibaratin wadhiha, katika ibara iliyokuwa wazi, wa fi ijazi daqiq, au katika upande wa ijazi ambayo itakuwa iko ndani, wa tadhili, na vile vile pia kufuatishia bi khulasati mukhtasara, au kufuatishia khulasa ambayo itakuwa imefupishwa fi tasrif al-af'al, ambayo baada hii Alf ibn Malik katika upande wa nahwu kuna kitabu kingine ambacho Sheikh alikifuatishia alichokiita Lamiyatul Af'al, katika kuelezea masala sarfa, ndo anachoelezea hapa wa tadhil. Fa inna ibn Malik, haki ibn Malik kad aghfala dhalika fi alfiyati, yali ghafilika katika alfiya yake, wa wada lahu lamiyatan khassa, na akaweka lamia maalum, samaha liwita lamiyata al-af'al. Wa uridu an unabihaka, lakini vile vile nataka tu nikuzindue, ila annani, kwamba mimi ufiktu, nimepewa tawfiki fi tashihi hadhihi almatbu'a, katika kusahihisha chapa hii tashihan daqiqan, usahihi wa ndani kabisa. Fa ina nusakha alkitabi allati, hakika nuskha za kitabu, nuskha ambazo fi aidi nas, nuskha ambazo zimo mikononi mwa watu, raghma kathrati, pamoja na kuwa nyingi nuskha hizo, wa taaddudi tabi'i, pamoja na kuwa vile vile pia chapa zake zimekuja kwa wingi, lakini laisa fiha nuskhatun balaghat min al-itqani haddan,
hakuna nuskha ambayo imefikia katika al-itqan, kule kuwa imara, iko sawa zaidi haddan, mpaka ambayo yamfianka araib, ambayo itaondoka kwa shaka wa tawakufa na kusimama kutoangalia vitu vingine, isipokuwa ni hii ambayo anaelezea yeye. Fa innaka la tajidu fi ba'dhi, haka wewe utakuta baadhi ya nuskha laysat fi ba'dhi al-akhar, kuna baadhi ya vitu katika sehemu nyingine hakuna, kuna baadhi ya vitu kuna ziada au kutakuwa kuna dosari. Kwa hiyo anasema la tajidu fi ba'dhiha ziyadatan laysat fi ba'dhiha al-akhar, ziada hizi hazipo katika nuskha nyingine. Watajina utakuta baina tofauti, kuna tofauti kubwa fi tabiri, katika kule kuleta zile ibara. Wakati jamaa Allah Ta'ala li, lakini au mimi amenifadhilisha kanikusanyia baina 12 nuskhatan, kuna nuskha 12 ambazo mkhalifu zinatofautiana fi zamani tabi wa makani, katika zama za chapa na sehemu yake ilipotoka hivyo vitabu. Lakini wasira vile vile wakanipisishia subhanahu wa ta'ala muaradha baadhi bi baadhi, kuzikutanisha zenyewe kwa zenyewe, nikaangalia kuna dosari gani, kuna upungufu gani, kuna ziada gani. Kwa fastakhlastu, kwa nikakutolea wewe khalis, maana yake nikakutakasia, nikakutolea kwa ajili yako mimbaini, kwa kupitia nuskha hizo, akmalaha bayanan, ile ambayo itakuwa ina ukamilifu zaidi, wa aswahaha ta'biran, ile ambayo itakuwa iko sahihi zaidi kwa upande wa ibara zake, wa adinaha, na ile ambayo itakuwa iko karibu zaidi, ila ma uhibbu laka, kwa kile ambacho mimi nakupendezeshea wewe ukichukua fajaati. Kwa hiyo ikawa hizo nuskha zimeleta fima ataqidu, au zikawa zimekuja khaira ma ukhrija linnasi, kile ambacho kitakuwa kimeletwa lakini kuwa ni bora zaidi kwa watu, ambacho wameletewa mimma tubuati, katika vile ambavyo vimepigwa chapa ya hadha kitabu. Kitabu hichi ndio hichi ambacho anakikusudia shekhe hapa. Wakati wallah na ziadati, na vile vile pia tukaweka ziada katika upande wa ziada hizo. Wakati wallah ziadati baadhi nusakh, tukaweka ziada ambazo zinatoka katika baadhi ya nuskha baina alamatain, ziada hizi tukazifungia alama hizi ambazo wameziashiria hapo. Maana ukiona alama hii katika kitabu chake ujue kuna ziada amezinukuu kutoka katika nuskha nyingine. Wa subhanahu wa ta'ala, au subhanahu wa ta'ala al-mas'ul, yeye ndiyo mwenye kuombwa anyamfa bi hadha al-amal. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tunufaishe kwa kazi hii, kwa jambo hili la kadri la anaifi, kulingana na tabu tulizozipata katika kuandika. Wajalahu fi sabili ikhlas fihi, na vile vile pia wajalie katika njia ya kutaka radhi zake, liwajihi, wala sio katika sura ya kujionyesha. Innahu rabbu almu'inu alayhi tuklan, haki ya subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kutoa msaada, na yeye pekee yake ndio wa kutegemewa. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin.